So guys, kuna hii video ambayo ina trend saizi, ina trend pale TikTok na YouTube, na nimeona bloggers wengi wanaitumia. So there's this day mimi nilikuwa nimeambia mafans wangu nataka nifunge safari niende place inaitwa Kisii. Cause kuna video nilikuwa nimeona kwa mtandao pale Kisii. Mganga ameshikisha watu na nyuki. So nikataka kujua hizi vitu za nyuki ni za ukweli ama ni drama tunaletewa kwa street. Mimi huyo nikafunga safari all the way from Western nikafika Kisii. Nikapiga simu, huyo mganga akaniambia tukutane mahali fulani. Tukakutana, tukakunywa chai pale na pale. Na kunywa chai lakini najiuliza, huyu jamani mganga wa ukweli anaweza nifanyia kitu ama kuna nini? Cause nilitaka kujua. Cause niliona ametumia mtu nyuki, nikaona wanandoa wameshikana, wamegwamana. So from there nikaenda kwake. Mganga ako na nyumba ya kifahari. Hiyo ni kitu ya kwanza ilinishangaza. Mganga ako na mansion. Mganga ako na mansion. Nikaingia kwenda pale reception, nikakaribishwa pale kwa reception. From reception tukaenda, kuna room nyingine pale pia, tukaingia kwa hiyo room, tukatoka hiyo room ndo tukaingia mahali penye sasa engine yenyewe, mahali uganga unafanyikia. Mazee, cameraman wangu alikuwa na tension kubwa na akaniita mara mbili akiniuliza, Shims, uko serious na what you are doing? Nikamwambia bro, I have God in me. Tuingie ndani, tuende tu interview maadhe atuambie mahali penye anafanya hizi uganga. And I was so bold because nilikuwa na maswali nilikuwa nataka kuuliza huyu maza, maswali mob sana. So tukaingia pale kwa room, nikasema sitaki kiti, acha nikae chini kama mganga. Tukakaa chini, tukaanza kubonga nikiuliza huyu mganga maswali. In fact, for proof ndio muamini kila kitu yenye nawaambia, watch this video. Sasa huyo mwanamke yeye pia alikuwa na mpenzi wake. Na huyo msichana alikuwa kutoka Kisumu. Okay. Alikuwa anatoka Kisumu. Sasa vile huyo kijana akampatia fare akakuja. Sasa vile walikuja si wakaenda lodge penye wanaenda kulala. Sasa sijui kulienda aje ama ni madawa alimrushia ama alifanya aje. Sasa kijana kuamuka aoni kitu. Kupiga simu ni mteja ameenda. Lakini alikuwa kuna namba yangu. Akanipigia, mama nimepata shida gani? Nilikuwa na msichana, aliniambia ukweli. Mama nilikuwa na msichana ambaye tumependana na yeye, akakuja hapa kwangu. Sasa kuamka asubuhi ameenda na pesa ngapi? 50,000. Unataka aje? Sinataka nirudishie pesa zangu, lakini simu yake ni mteja. Nikamwambia unataka tumuonyeshe aje? Akaniruhusu, mama we fanya chenye utafanya. Nikasema ni sawa. Shika dawa. Unajua penye mlikuwa shika hii dawa uende unyunyuzie. Na akaenda tu nilimpea tu dawa. Nikamwambia sasa unajua baba, nikachukua na karatasi, nikamfungia, nikamwambia unajua vile mlikuwa? Akasema nikamwambia ende unyunyuzie hivi. Ukimuita majina, sema kama ndio umeenda na pesa zangu, nimekupatia siku 2 ama siku 3. Ukue kama umejulikana popote ulipo. Akafanya hivyo, ilipita tu siku 2. Nyuki zimemvamia. Sasa Mama Tiko, swali langu umemalizia pale kwa nyuki. Swali langu linakujia pale kwa nyuki. Hizi nyuki ambazo zinavamia watu Mama Tiko, kwa sababu tumezunguka kwa compound hatujaona mzinga wa nyuki. Hizo nyuki hutoka wapi? Hizo nyuki? Hicho ni kipawa sasa.